Katibu mkuu katika Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Kitaifa Dr. Raymond Omolo amewahimiza vijana wa Kenya hasa Gen Z kutokubali kutumiwa na wanasiasa wanaosukuma ajenda zao binafsi kupitia maandamano. Dr. Omolo alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa ofisi mpya za manaibu kamishna wa kaunti katika tarafa za Kapletundo na Mtarakwa, kaunti ya Bomet. Alieleza kuwa baadhi ya viongozi wanatumia maandamano haramu kuendeleza misimamo yao binafsi kwa gharama ya usalama wa umma, na akaonya kuwa hatua kama hizo si tu kuvunja sheria bali pia zinaweka maisha ya vijana hatarini. It is my plea sana kwa viongozi, let's not misuse the young people. If you want to play politics, there is a space for playing politics. If you want to petition, if you want to demonstrate, there is a proper way of doing that. Aliwahimiza vijana kwamba wanaweza kuwasilisha mapendekezo na malalamishi yao kwa serikali kupitia njia mbalimbali na si lazima iwe kwa kuandamana mitaani na kuharibu mali au biashara mijini. So nataka ni wahimize vijana, kuna njia ya petition serikali kama kuna vitu zenye haukubaliani nayo, lakini huwezi enda kwa barabara, kuchoma barabara, kufunga barabara, kuharibu mali ya watu, kupora biashara ya watu wenye wanafanya kazi, alafu unasema hiyo ni maandamano. Katibu huyo alinukuu kifungu cha 37 cha katiba ambacho kinatambua haki ya mkusanyiko wa amani ili mradi tu iwe ndani ya mipaka ya sheria, akisisitiza kuwa si sahihi kuharibu mali ya umma au kuwashambulia maafisa wa polisi. Kwa ile article 37 that gives us the freedom to petition, the freedom to assemble, and it's very clear it has to be peaceful and unarmed. Chris Sifuna, Runinga ya Tandao.